Zahmidi TV. Tujipambeni na maadili ya Qur'ani. Nimemsoma na wanangu jana ama juzi markazi kule, kuna somo la adab tumesoma. Dr. Karzon rahmatullahi alayhi anasema, Allahumma ighfir lahu warhamhu waskinhu fil janna, Allahumma in kana muhsinan fazidi fi hasanati wa in kana musian fatajawaz anhu, Allahumma jafi al-ardha an jambayhi. Anasema Dr. Anas akiwazungumzia hamalatul Qur'an, anasema hum ashraful umma, wao hufadhi al-Qur'an ndiyo watukufu wa ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni umma mtukufu, lakini juu yao kuna nani? Hamalatul Qur'an. Ashrafu ummati hamalatul Qur'an, kama qala sallallahu alayhi wasallam. Watu watukufu zaidi katika umma wangu mimi ni wale watu wa Qur'ani. Dr. Anas alivyoifasiri hadithi akatia taaliki akasema, maadamu mutakhalliqina bi akhlaqil Qur'ani, muda wa kwamba hao mahufadhi wenyewe watapata hiyo sharaf, maadamu muda wa kwamba wao mutakhalliqina bi akhlaqil Qur'an, ni wenye kujipamba na tabia za Qur'ani. Hafidhul Qur'an, qari'ul Qur'an, tambua nafasi yako, tambua nafasi yako, jipambanue na wenzako. Qur'ani yako iwe ndiyo inayokutengeneza wewe uwe ni tofauti na wenzio kwenye tabia. Maneno yako hafidhul Qur'an yawe yanaendana na Qur'ani ulionayo. Matendo yako hafidhul Qur'an iwe inakwenda sambamba matendo yako na ile Qur'ani ulionayo. Mavazi yako hafidhul Qur'an yaende sambamba na ile Qur'ani ulionayo. Ukiwa hafidhul Qur'an hujipambi na tabia njema, basi jambo la kwanza kabisa, tusiu ila al-Qur'an al-Karim, unaitusi Qur'ani tukufu. We hafidhul Qur'an unaitusi Qur'ani tukufu na unautusi Uislamu. Hamilul Qur'ani hamilu rayatil Islami. Sasa ukiwa tabia zako hazifanani na Qur'ani, basi ndugu yangu, Qur'ani unaiaibisha, Uislamu unautia dosari. Tuhimizane, tuhamasishane kuisomesha, kuisoma, kuihifadhi Qur'ani, kuifanyia kazi na kujipamba na tabia za watu wa Qur'ani. Mwenyezi Mungu tunakuomba ututhibitishe. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zahmidi TV.